Naomba nichukue fursa hii kuwashukuru sana waajiri wa Tanzania. Naomba nichukue nafasi hii kushukuru makundi mawili ya waajiri nchini Tanzania. Kundi la kwanza ni wale waajiri ambao katika kipindi hiki tunakoelekea kwenye sikukuu za mwisho wa mwaka, of course watalipa mshahara wa mwezi wa 12 ama mshahara wa 12, lakini pia watalipa mshahara wa 13. Naomba niwashukuru sana hilo kundi. Na kundi la pili ni wale ambao wanatoa mikopo kwa wafanyakazi wao, lakini ni mikopo ambayo specifically ipo kwa ajili ya kwenda kununua bonds. Kuna mfanyakazi alinipigia akiniambia kwamba ofisini kwao wamepewa hiyo ofa ya kupata mikopo kwa ajili ya kwenda kununua bonds. Hawapewi katika cash, kwa sababu wakipewa in cash ndio wanakwenda kununua masubari, usijui kwenda kufanya masherehe, kwenda kufanya anasa. Na ukizingatia tukao tunaelekea Disemba, hapana, hawafanyi hivyo. Wanakupa mkopo kwa ajili ya kwenda kununua bonds. Kwa haya makundi mawili ya waajiri tunawashukuru sana, na nafanya hivyo kwa niaba ya wafanyakazi wote nchini Tanzania, na tunaomba sana Mungu awabariki na wazidishie katika biashara zao, watengeneze faida na wazidi kuwajali wateja wao. Na kama bosi wako hana huo mpango wa kukupatia mkopo wa kununua bond wala mshahara wa 13, mtumie video. Labda kasahau, ukishamtumia uenda akakumbuka, lakini cha msingi nataka kukuuliza, unaofahamu mshahara wa 13? Unafahamu namna bora ya kutumia mshahara wa 13? Na je, unafahamu nguvu kubwa iliyopo ndani ya mshahara wa 13? Kama haujui, baki na Chief Finance na kuandalia makala nzuri sana ambayo itakupatia tips na itakupatia ideas na namna bora ambavyo unaweza kutumia mshahara wa 13. Kwa niaba ya wafanyakazi wote nchini Tanzania, tunawashukuru sana hao mabosi zetu ambao watatufanyia mambo mawili makubwa. Asante. Nitakuona kwenye video inayofuata. Kwa heri.